Kuna hii ajenda inaendelea ndani ya chama kikuu cha upinzani Tanzania chini ya mwenyekiti Tundu Lissu inaosema no reforms no election, wakiwa na maana kwamba hakuna uchaguzi kama hakutakuwa na mabadiliko. Na ukimsikiliza mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu anasisitiza kulingana na madhira ambayo huwa yanaendelea katika chaguzi za nchi yetu. Na hii limekuwa ni jambo ambalo limejitokeza kuanzia mwaka 2019 ambapo huwa kuna uchaguzi wa serikali za mitaa, kwa sababu nchi yetu huwa ina uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka mmoja kabla ya tujaenda kwenye uchaguzi mkuu. Hivyo 2019 tulikuwa tuna uchaguzi wa serikali za mitaa, zikafanyika hujuma, lakini pia uchaguzi mkuu mwaka 2020 zikafanyika hujuma. Vivyo hivyo alipoingia rais mpya madarakani, yani Samia Suluhu Hassan, akaahidi kwamba kuna mambo atarekebisha, na akaja na zile 4R ambazo ni reforms kwa upande mwingine, ikiwemo na hiyo reform katika masuala ya kiuchaguzi. Sasa changamoto imekuwa ni nini? Changamoto imekuwa ni kwamba kumekuwa hakuna uchaguzi huru na haki Tanzania, kitu ambacho kimekuwa ni mwiba mkali sana kwa watu wa upinzani. Kumekuwa kuna mambo ya kiuni yanaendelea, tunaweza kuzungumza lugha hiyo. Kuna kukata watu majina pasipokuwa na sababu za msingi. Unakuta wapinzani wenyewe ndio hawawezi kujaza zile fomu kwa umakini, lakini unapoenda chama tawala yani CCM, karibia wote wanakuwa wana uwezo wa kujaza zile fomu vizuri kabisa, kitu ambacho kwa logic ya kawaida uwezo kukubaliana nacho, kwamba inawezekana vipi watu wa upinzani tu hasa Chadema wawe hawana uelewa wa kujaza zile fomu, lakini wa CCM ndio wawe wana uelewa wa kujaza zile fomu, kitu ambacho hakiingii, yani hakina mantiki yoyote. Kwa hiyo ni moja ya jambo ambalo wanalizungumza. Jambo jingine ni tume huru ya uchaguzi. Haiwezekani chama tawala chini ya mwenyekiti ambaye ni rais, kwamba mwenyekiti wa CCM ambaye naye ataingia kuwa mgombea katika uchaguzi ambaye anashindana na vyama vingine vya upinzani, eti yeye ndiye ambaye anamchagua anayesimamia uchaguzi, yani yule mkuu wa ile INEC. Sasa hivi wanaita INEC kwamba independent, vitu kama hivyo. Sasa yeye ndo anamchagua yule mkuu wa NEC, yani wa tume ya uchaguzi, ni rais ndo anamchagua, pamoja na wale watu wote wanaoshuka chini kusimamia ule uchaguzi ni watu ambao wako chini mamlaka ya rais, ambaye kwa wakati huo pia ndio rais ambaye pia ndio mwenyekiti wa chama tawala yani CCM. Sasa ukisikiliza kwa makini unaona kabisa kwamba kiukweli hata kama tunataka kushinda, lakini hakuna fair competition. Yani siku zote katika mambo ya biashara, katika mambo ya michezo, katika mambo ya siasa, yani tunategemea kuwa kuna fair competition. Lakini pia ukitizama si nchi yetu ni ya demokrasia. Kama tumekubali kuwa ni nchi ya demokrasia, basi tushindane kwenye ulingo ambao mezania iko sawa. Hata tukienda katika ulimwengu wa ndondi, wale watu huwa wanapimwa uzito. Yani kwamba haiwezekani mtu wa heavyweight boxing, si ndio, akaenda kupigana na mtu labda wa light feather, kitu ambacho hakipo. Haiwezekani kusiwe kuna fair competition. Kwa kama tupo katika uchaguzi, lazima uchaguzi uwe huru na haki, kwamba Chadema anapoingia kwenye uchaguzi mkuu, CCM pamoja na vyama vingine, basi wale watu wote wawe treated equal, yani watu wote wale inatakiwa wa treat sawa. Kama mtu ni haki yake, basi iwe ni haki yake, kama sio haki yake iwe haki yake. Alafu mwisho wa siku raia ndo wataamua kwamba nani ni nani, lakini kinachofanyika ni kwamba kinakuwa sio sawa. Sasa tunapozungumza habari ya no reform no election, imekuja kuleta pia mtafaruku ndani ya Chadema. Kuna rafiki yangu, kuna siku moja nilikuwa nasafiri kutoka Singida. Nilikuwa natoka Singida, ilikuwa ni 2020. Nadhani ilikuwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa 2020. Nikawa nimekaa na blaza mmoja, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mustakabali wa nchi yetu. Hasa tulikuwa tunaelekea katika uchaguzi wa 2020. Nakumbuka moja ya agenda ambayo tulikuwa tunaizungumzia ni
performance ama utendaji wa hayati John Pombe Magufuli. Na nachokumbuka nilimwambia yule brother kwamba mimi binafsi ninachokiona katika hii nchi ni kwamba hakuna wazalendo au hakuna watu ambao wanaipenda hii nchi. Watu wengi ni kwamba wanakuwa wapo katika maslahi yao binafsi, lakini sio katika kuipambania nchi yetu Tanzania. Kwa sababu gani nilikuwa namwambia hivi? Nikamweleza kwamba natamani sana, kwa sababu nilikuwa naona Tundu Lissu asingeweza kushinda. Lakini nikamwambia nilikuwa natamani sana siku moja kumwona Tundu Lissu akiwa anaitumikia nchi yetu moja kwa moja katika hizo nafasi za kiutawala. Lakini ni kitu ambacho kikawa kimeshindikana. Aligombea ubunge aligombea urais kipindi kile na hakufanikiwa kushinda. Lakini ni moja wa wazalendo ambao mimi binafsi huwa nawaona katika nchi yetu ambao tuko nao ni Tundu Lissu. Sasa imekuja amepata wenyekiti ndani ya Chadema. Alipopata wenyekiti na chama kilishapitisha azimio la kwamba hakuna uchaguzi kama hakuna marekebisho, hatutofanya uchaguzi. Na ndio ajenda ambayo mpaka hivi sasa anaisimamia. Sasa kilichokuja kujitokeza ni kwamba kuna watu wamejitokeza ndani ya chama wanajiita G55. Sasa wale watu hawaamini katika kuto kufanya uchaguzi 2025. Lakini kuna kitu gani hapo ndani yake? Tunachokitaka ni kwamba tupate watu ama mtu ambaye ataisimamia Tanzania. Tunataka watu ambao wana uchungu na Tanzania. Tuone barabara zikijengwa kwa wingi mijini kwa vijijini. Tuone maji yakipatikana kwa wingi mijini kwa vijijini. Tuone hospitali kwa wingi mijini kwa vijijini. Huduma bora za afya, elimu, utawala, pamoja na mambo mengine yote ambayo yanamhitaji Mtanzania aweze kuyafanyaje, aweze kuyafaidi. Lakini kwa kinachoendelea ni kwamba unakuja kugundua hawa G55 ni watu ambao leo inawauma sana kwamba kwa nini tusisende kufanya uchaguzi 2025 ili niwe mbunge, ili niwe diwani, pamoja na vyeo vingine na kupata hizo ruzuku na vitu kama hivyo. Sasa unaporudi kwa mtu mwenye kaliba ya Tundu Lissu, moja kwa moja Lissu anachokiangalia ni nchi yake. Mimi simtofautishi sana Tundu Lissu na John Pombe Magufuli. Ni mtu ambaye yeye anaangalia nchi yake. Aangalie hizo milioni ngapi ataenda kuzipata bungeni. Ana habari na hilo swala. Kitu anachokijali yeye ni Tanzania yake. Kwa hiyo kuto kushiriki uchaguzi kwa Tundu Lissu kwake sio story. Ikiwa tu hakuna mabadiliko ambayo yatafanyika kwenye nini? Katika mifumo ambayo inasimamia uchaguzi. So sioni kama kuna wazalendo wengi katika nchi yetu. Lakini mmoja wapo ambaye namtambua alikuwepo ni John Pombe Magufuli, lakini pia namtambua sana Tundu Lissu. Ni mtu ambaye ukimtazama unaona kabisa anania. Na ameweza kuwajibu wale watu kwamba kumbe hoja sio kumpambania Mtanzania. Hoja yao ni kutaka ubunge, kutaka udiwani na kutaka ruzuku, kitu ambacho namuunga mkono 100%. Kwa hiyo ndugu zangu, nikiwa katika makala hii kwenye column hii, maoni yangu ambayo mimi ninatoa ni kwamba serikali isilete vijembe. Hii nchi ni ya Watanzania. Na kama walikubali kuwa nchi sio ya kidikteta, nchi ambayo inaongozwa kwa demokrasia, maana yake demokrasia ni pamoja na kuruhusu uchaguzi huru, ili raia anapopiga kura, anaposema namchagua Tundu Lissu, namchagua John Heche, namchagua Samia Suluhu, namchagua mtu fulani, amchague kweli. Kwa sababu ni serikali ya watu kwa ajili ya watu. Watu ndio wanachagua serikali ya kidemokrasia. Sasa tusitengeneze mifumo ambayo inapola haki ya raia. Kwa hiyo hao ni maoni yangu, na nadhani Tundu Lissu yupo katika mstari sahihi kabisa kwamba kusiwe na tamaa ya kutaka vishilingi 2-3 wakati mamilioni ya Watanzania wanateseka. Tunahitaji uchaguzi huru na haki ili watu wenye uwezo wa kuongoza nchi washike hatamu na tuione nchi yetu ikipiga mbele katika hatua ya kimaendeleo.